abuse, inatumika vibaya kama Mwanzo mpaka Malaki. Mwanzo mpaka Malaki, yes. Unajua unashangaa Mwanzo mpaka Malaki ndo alikuwa anatumia wakina Petro, Yakobo, wakina watu wa enzi za kuanzia tunaposoma habari za Yesu mwenyewe alikuwa anatumia Mwanzo mpaka Malaki. Yes. Lakini huko ndo tunakutana na mambo mengi sana ambayo ni rahisi kuyapata. Sometime unaweza kufundisha habari za upendo, lakini ukianza kuchukua Agano la Kale unaanza kuona kuua wanawake wachawi, watafuta mawe sasa. Hutaki tena waokoke, wataka wafe. Bora. Ndo huko ni rahisi kuchukua chochote na kukifanya vibaya. Yeah, sure. Usipofundishwa namna ya kusoma Mwanzo mpaka Malaki, yes. Kwa ni concern kubwa ya kwamba kuna changamoto nyingi za usomaji wa Agano la Kale. Unajua Yesu na Mafarisayo wote walikuwa wanasoma kitabu kimoja, Mwanzo mpaka Malaki, yes. Lakini walitofautiana kwenye tafsiri. Tofautiana kwa tafsiri kiasi kwamba walikuwa wanagongana. Actually wao walikuwa wanatumia Mwanzo mpaka Malaki kumjaribu Yesu. Sasa mbona Musa amesema? Hata pale alipoletea yule mwanamke ambaye alikuwa ameshikwa kwenye tukio, hilo tukio limekaa kushoto kidogo, maana tunaona tu mwanamke ameletwa peke yake. Sasa sijui alikuwa amezini na yeye mwenyewe au ilikuwaje. Lakini unaona walimletea wakamwambia Musa alisema watu kama hawa, yes, tuwapige mawe, wewe wasemaje? Kwa walitaka kuona mode of interpretation ya Yesu ya maandiko ya Musa na pamoja na manabii. Kwa kuna changamoto nyingi pale, ndio maana ni vizuri sisi kama watumishi wa Mungu tuanze kuaddress jambo moja baada ya lingine juu ya changamoto ya usomaji wa Agano la Kale. Okay. Maana sehemu ya Biblia iliyoko nyuma ya Mathayo.